Aujourd'hui, je ne me voyais pas en ces lieux. Leo sikuwa nazania kama nitakuwa hapa. Mais nzambe aza malamu. Mungu ni mwema. Yebisa muninga nzambe aza malamu. Ambia aliye pembeni yako Mungu ni mwema. Amen. Tozape honoré. Tunaheshimishwa vile vile na présence ya pasteur Mike. Na mtumishi wa Mungu Mike. Alléluia. Amen. Il nous a fait la surprise vraiment. Amen. Mais je te croyais parti. Shitua. Alléluia. Betela Yesu maboko. Tunasikia mtumishi wa Mungu Mike. Yango wana batu barataka ba culte eza pasi. Benye bana kusaka ndani ya ibada ni vigumu. Ba dimanche. Ma bali bali banazoea siku ya Mungu. Je suis sûr que batu dimanche. Watu ya siku ya Mungu. Naza sûr que ba urataka Yesu. Na wazia kuko saa zingine banaweza poteza Yesu. Parce que atanga so naza Yesu. Atana mimi ningelikuwa Yesu. Nakoya dimanche te. Sitarudi siku ya Mungu. Po batu nyonso. Kila mtu baza préparer. Anajiandaka. Na ngana zonga mercredi. Ningelikuwa hata siku ya 3 to jeudi. Au siku ya 4. So pe na lingi batu baza muke lundi. Kama mimi napenda batu bakweba kidogo sana siku ya kwanza. Parce que mtu soza tendance ya kupema après weekend. Sababu kisha weekend kila mtu anapenda apumzike. Nde Yesu ai. Na pale Yesu anarudi. Il faut faire attention. Inabidi kujihadhari. Lorsque Dieu te donne une promesse. Wakati Mungu anakuahidia kitu. N'entre pas dans les vacances. Usiingie ndani ya mapumziko. Lorsque Dieu donne une promesse. Wakati Mungu analeta ahadi. Il faut l'accompagner. Inabidi uisindikize. Par des sacrifices. Na masadaka. Par des supplications. Na makusi au kutafuta par des actions de grâce. Ndani ya shukrani. Yango lelo na ilio bonne nouvelle. Na leo nakuletea habari njema. Désormais, tangu leo tu vas fournir moins d'efforts. Utajikaza, utafanya nguvu kidogo. Mais beaucoup de résultats. Lakini utapata matokeo mingi. Désormais, tangu leo tu vas fournir moins d'efforts parce que tu es enfant de Dieu. Kidogo sababu wewe ni mtoto wa Mungu. Oza mwana nzambe. Pasteur Mokalobi, mama Dasa yo za na ministère bien. Mchungaji mwana sema mama Dasa wewe una huduma ya mzuri. Nzambe apesa kayo na ba verset. Mungu anakupatia na mashairi. Apesi na thème. Na anakupatia mada. A expliquer. Moi des fois je rêve. Na miku na wakati mimi nalotaka. Je vois un homme devant. Naona mtu mbele yangu. Il écrit des versets. Iko naandika mashairi. Et il m'explique. Na ananifasiria. Et il me donne aussi des exemples bibliques. Je me réveille, je note, je viens, je prêche. C'est quoi le prophète peut la lobby? Mais il faut que na araméen, que na hébreu, chacun a sa grâce, chacun a ses faveurs. Mais une bonne nouvelle, nous sommes tous des descendants d'Abraham. Tunakuwa ndani ya kizazi ya Abraham. Toza bana ya Abraham. Na vile tunakuwa watoto wa Abraham. Moins d'effort. Tutajitoa kidogo. Kabakata resultat. Lakini matokeo kabambi. Yebisa voisin moins d'effort. Ambia jirani utajitoa kidogo tu. Mais anangiri ona kubwa ya matokeo mazuri. On fait le avec foi. Moins d'effort. Utatia nguvu kidogo. Lakini matokeo mingi ya mzuri. Ah, betela Yesu maboko makasi. Shangilia Yesu kwa makofi. Saint-Esprit donne gloire au nom de Jésus. Roho Mtakatifu tukuza Yesu. Genèse chapitre 30. Mwanzo 30 au 13. 27 à 38. 27 mpaka 38. Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et c'est que est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Laban dit, et te donnerai-je? Et Jacob répondit, rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je me répète encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain. Quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole.
Ce même jour, il mit à part le couple rayé et marqueté, toutes les chèvres cachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Le verset 37, Jacob prit de branches vertes de peupliers, d'amandiers et de platanes. Il y pela de bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur le branche. Puis il plaça le branche qu'il avait pelé dans le roche, dans les abreuvoirs, sous les yeux de brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Amen. 31, verset 13. Mais à la maison, vous allez lire du 1er au 13e verset. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Acclamons très fort pour la parole. Amen. Amen. Vous savez, il faut beaucoup lire la Bible pour comprendre les promesses de Dieu et pour vivre cela. La parole de Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance nous donne le pouvoir. L'information nous donne l'accélération. Celui qui manque l'information fait tout de travers. Mais celui qui a l'information ne rate pas sa cible. Tu dois être informé pour vaincre le diable. Nous avons la bénédiction. Je suis béni. Je suis béni. Vous savez, mardi, vendredi, dimanche, je veux que Dieu nous ouvre les yeux spirituels pour que nous puissions comprendre que nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes plus esclaves. Nous ne devons plus travailler comme les mondains. Nous ne devons plus travailler comme les païens. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et vous savez que lorsque j'étais en train de méditer, j'ai découvert que Dieu n'a pas sué pour créer le monde. Dieu a seulement parlé que la terre soit et la terre fut. C'est la facilité. Et nous sommes des enfants, des descendants de ce Dieu-là. Il nous a créés à son image. Azui Abraham. Et Dieu dit, il laisse toute la puissance de la bénédiction dans Abraham. Donc bisoyo tozo botama na kati na lipamboli tunazaliwa ndani ya baraka, ndani ya kiroho. Tangu toyambi Yesu lokola mokonzi pe mobiki. Wakati ninapokea Yesu kama Bwana na Mwokozi. Tobotami yango na question Nicodème atunaki. Tunazaliwa na ndio Nikodemo akauliza, est-ce que je vais encore retourner dans le sein de ma mère? Je nitarudi ndani ya tumbo la mama yangu? C'est vraiment une naissance. Kweli kweli inakuwa kuzaliwa. C'est vraiment une nouvelle naissance. Kweli kweli ni kuzaliwa upya. Lorsque nous acceptons Christ, wakati ni tunampokea Kristo, tobotamaka lisusu, tunazaliwa upya mara nyingine. Mesikoyo na lignée mususu, na sasa tunazaliwa ndani ya kizazi kingine, na lignée ya Abraham. Ndani ya kizazi ya Abraham. Pour comprendre bénédiction ya Jacob, uelewe baraka ya Yakobo, il faut comprendre que yo poza lokola Jacob. Inabidi uelewe sawa wewe na wewe uko sawa Yakobo. So que comprendre que ngai pe na za Jacob, kama unaelewa nami niko Yakobo, uko comprendre que yo poko koma riche lokola Jacob. Utaelewa kama wewe utakuwa mtajiri sawa Yakobo. Jacob a quitté la maison de ses parents. Yakobo alitoka ndani ya nyumba ya wazazi wake. Non seulement en fuyant son frère, hapana tu alikuwa akikimbia ndugu yake, mais avec juste un bâton. Lakini alikimbia tu na fimbo mkononi. Tangu akomi na bâton, on n'est pas à Laban son oncle. Wakati alipofika na hiyo gongo kwa Labani, na alikuwa tajiri, mais méchant, lakini mtu mbaya, avare, anakuwa mtu
mtu akupenda vitu sana. Kitu cha kwanza, Jacob aluli mwasi. Yakobo anapenda mwanamke na kombo ya Rachel. Huyo mwanamke kwa jina la Rachel. Na nuit de noces. Kwa hiyo usiku ya ndoa bapesi Lea. Wakampatia Lea. Alembite. Akuchoka. A travailler les soucis. Anatumika mara nyingine. Mais alobi cette fois-ci. Anasema mara hiyo. Tu ne vas plus travailler 7 ans. Hautatumika miaka 7. Fais une semaine avec Léa. Fanya juma moja pamoja na Lea. Et puis napesa au Rachel. Na kisha nikupatie Rachel. Mais ukobakisa lisu 7 ans. Lakini utaongeza tena miaka 7 à côté de na toi. Utakuwa na ndakuwa na Rachel pembeni yangu. Azui Rachel. Akakamata Rachel. A travaillé 14 ans. Akatumika miaka 14. En réalité pour une seule femme. Kwa kweli juu ya apate mwanamke mmoja tu. Na tuni na nana ngo badraga ye 14. Niauliza nani walimtongozaka miaka 14 juu wampate? Aza iko hapa. Toke 14 mukie. Tunaenda 14. 14 jours. Tuseme eti siku 14 juma mbili. Est-ce que nalobi mabe? Nalobi 14 jours. Tunasema siku 14. Pour vous dire que ça n'existe plus. Jia kuambia kama haikuwake tena. TikTok est comme TikTok. TikTok ilishakugeuka pale pale. Donc tangu mtu aye, wakati tu mtu anafika TikTok mbala. Mara moyo unamuitikia. Les gens n'ont plus le temps de prier. Watu wana tena wakati ya kuomba Mungu. Parce que le mariage est comme urgence moko. Sababu ndio inakuwa kitu kiharaka kwa watu. Wana kutute. Pale kwanza Jacob a travaillé. Yakobo anatumika. Azai kozela ke Rachel abota. Alikuwa kichunga Rachel azale. Tant Rachel aboti. Wakati Rachel alizala. Alobi cette fois-ci je peux partir. Anasema sasa naanza kwenda. Papa na yebo kilo alobi. Baba yake Mungu akasema, qu'est-ce que je peux te donner? Kitu gani naweza kukupatia? Comme salaire. Kama mshahara. Parce que je reconnais. Sababu natambua que kama j'ai été béni à cause de ta présence dans ma maison. Nilibarikiwa sababu ya uwepo wako nyumbani kwangu. Est-ce que vous pouvez imaginer la seule présence d'un homme bénit la société d'une personne? Je, munaweza waza hiki kitu uwepo wa mtu na bariki kampuni ya mtu mzima. Un enfant de Dieu doit dégager la bénédiction. Mtoto wa Mungu inabidi alete baraka. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je nasema na mtu. Un enfant de Dieu doit imposer sa présence là où accueillir. Il ne faut pas dire que je suis enfant de Dieu. Il faut que le climat change à cause de toi. Il faut que poche ya batu anda kuone changer. Mfuko ya watu ya ile nyumba ibadilike. Je me rappelle on a été à Kigali. Nakumbuka tulikuwa Kigali. Fidèle à Yebi là où j'étais parti faire 40 jours nanga. Mchungaji Fidèle nakumbuka mali nilikuwa naenda. Huyu mama alikuwa akitafuta watoto. Aliomba. Azuba kisi. Akakunya madawa. Kote zo yake. Apate buzazi. Tonka na sili si prière. Sasa nilimaliza maombi. Kana bibiso tokomo kende. Nikaanza mulaga tunaenda sisi. Bozana besoin nini? Mnahitaji kitu gani? Biso tomona ki bazana mwana moko. Si tuliona biko na mtoto. Tokanisi comment dire basepeli na mwana na bango. Tuliwazia kama wanatosheka na huyo mtoto. Zoka bazo luka kobota. Kumbe wanatafuta tena watoto wengine. Etele. Na uzazi likatika. Mwasa lobito zana posa kobota. Na mama anasema tunahitaji tuzale. 4 ans yangoyo. Miaka 4 njoo. Tuzokende 5e année. Na miaka ya 5 tunaingia. Nzamba yoke la biso. Mungu atusikilie huruma. Ngana bikande ngo lobibo. Mimi nasema vile tunasema pale. Biso tozaba sali ya Nzambe. Sisi ni watumishi wa Mungu. Lokwa tovandi 4 mois na ndako. Vile tulikala miezi 4 nyumbani kwetu. Totiki benediction. Tunaacha baraka. Après. Kisha mwana wana botami. Ule mtoto alizaliwa. Bapesi epe kombo ya Adasa. Wakampanga jina ya Adasa. Mutu na Nzambe. Mutu wa Mungu. Akoti na ndaku na yo. Anaingia nyumbani kwako. Il faut makambo changer. Inabidi mambo ibadilike. Parce que azana eza Nzambe nde akoti na ndaku na yo. Sababu ni Mungu mzima anaingia kwako. Lakini kwa hali ya mwanadamu. C'est pourquoi vous savez aujourd'hui. Na ndio maana leo batu babebisi le sacré. Watu wanarudisha kitakatifu. Batu ba diminuer puissance ya basali ya Nzambe. Watu wanapunguza uwezo wa watumishi wa Mungu. C'est pourquoi batu ba vivre ba miracle. Na ndio sababu watu hawaishi miujiza. Il ne faut jamais oublier. Usisahau kamwe. Aussi longtemps qu'il y a des faux. Mpaka wakati kungali wabaya waongo. aussi des vrais. Na kungali wa kweli. Ba oyo bayoka kanzambe. Wale wenye wanamsikia Mungu. Ba oyo bazosalela Nzambe. Na wale wanamtumikia Mungu. Na kolenga nyonso. Ndani ya kutetemeka yote. Keba na mtu wana. Angalisho na wale watu. Si tu es descendant d'Abraham. Kama unakuwa mkizazi ya Abraham. Ils te feront la guerre, ils te vaincront. Watakupiga vita, watakushinda. Ils changeront 10 fois ton salaire. Watabadilisha mara 10 mshahara wako. Mais le jour où Dieu va se lever. Siku ni Mungu atainuka. Non seulement tu vas récupérer ce qui t'ont volé. Hapana tu utakomboa ile ulipoteza. Bakotikala na histoire. Lakini wao watabakia na hadithi. Ya kusema tulipokea mtu wa maana. Mtu
watu ndani ya nyumba hii. Labani anasema hapana. Nazomona salaire na upeso te. Sione mshahara nitakupa. Na telemina nuwana na lobi ça j'aime. Nikasimamia pale nikasema hapa mimi naipenda sana. Moi Adassa. Mimi Adassa. Je ne suis pas n'importe qui. Siko mtu wote ule. Soki na keko luka musala. Kama naenda kutafuta kazi. Wana nazoloba yo nazoloba nga. Pale mimi nasema juu yako na juu yangu. Na koki kondi ma salaire n'importe quoi. Siwezi kuitika mshahara yoyote ile wananipatia. Ona. Bantu bashanja ka decision pour na bana nzambe. Watu wanabadilishaka maamuzi juu ya watoto wa Mungu. Musalo ezara ya $300. Kazi ni wanalipia watu 300. Na vile tunakuona 300 tunaona ni ya kidogo. Tokobanda na 700. Tunaweza kuanzia 700. Obude pe muke. No na wewe unajikatalia hata kidogo. Tochaka 6000. Tunasema mpandishe hata 1000. Parce que je sais. Sababu mimi najua. Kendenge na koti na societe. Vile mimi naingia mwa hii kampuni. Chiffre d'affaires iko change. Na hiyo pesa yabo ya kazi itapanda. Naza confiant. Na kuwa na uhakika que en moi ndani yangu il y a la bénédiction. Kuna baraka. Est-ce que vous savez? Je mnajua. Que l'alliance c'est la facilité. Kama agano ni urahisi ya vitu. Boyebango. Mnajua ile kitu. Je peux être pauvre. Naweza kuonekana maskini. Mais je me marie à un riche. Lakini naolewa na mtajiri. À cause de l'alliance. Juu ya agano. Je deviens riche. Na pale pale na mimi nakuwa tajiri. Unaelewa pale? Alliance. Agano. Ekosala musala ya munene na place na yo. Itatumika kazi ya kabambi ya kutosha nafasi yako. Mungu anasema. Fais le premier pas. Fanya hatua ya kwanza. Et le reste. Na ingine. Je le ferai pour toi. Nitakufanisia nayo. C'est l'alliance. Ndio agano ile. Comment je suis dans l'alliance d'Abraham. Je suis dans l'alliance d'Abraham. Je suis dans l'alliance d'Isaac. Je suis dans l'alliance d'Isaac. Et je suis dans l'alliance de Jacob. Et je suis dans l'alliance de Jacob. À part oyo. À part alliance. Ukinyume na hii agano. Kosala alliance na mutu te. Usifanye agano na mwanadamu. À part ton mari. Isipokuwa tu bwana yako au bibi yako. Esuki. Bila komea pale. Alliance eza na nzambe. Agano wanifanyaka mtu na Mungu. Soko sali na ngai. Kama unafanya agano na mimi, lobi na ke. Kesho mimi naenda. Otikali hehe. Unabakia hewani. L'alliance. Agano basala kango kana nzambe. Wanaifanyaka mtu na Mungu. E ya mibale. Na ya pili. Na mtu azobala yo. Na mtu mwenye kuna kukamata ndani ya ndoa. Ya misatu. Na ya tatu. Tangu to bongwami. Wakati ni tunaokoka. Tokoti obligatoire. Na pale pale tunaingia. Na alliance ya Abraham. Ndani ya agano ya Abraham. Yesu alobi. Yesu anasema. Na bikisi mwana mwasi mukolo na saba. Na mponya huyu mwanamke siku ya Sabato. Parce qu'elle. Sababu yeye ni binti wa Abrahamu. Tunaoza pembeni, est-ce que oza mwana Abraham? Uliza aliye pembeni yako, wewe ni binti wa Abrahamu? Alobi. Anakuambia nini? Sikoyo. Na sasa Jacob alobi. Yakobo anasema. Lelo naotanga leo na kaiti, naotanga vendredi, Leo sitaisoma bini niliandika ndaisoma siku ya 5. Jacob alobi. Yakobo anasema. Soko lingo pesa nga salaire. Kama unataka unipe mshahara, tikala na bilo na unyoso. Heri ubakie na mali yako yote. Metoka bola. Lakini tugawani. Ba brebis ekozala tachete. Makondo nitakuwa na maalama ezala yangai. Itakuwa zangu. Oyo ekozala normal. Na nitakuwa tu ya kuangaa yote. Eza yayo. Itakuwa zako. Vous savez na boy. Mnajua mkuona hivi. Ezalaki inconcevable. Haikukuwa kitu ni mtu anaweza kuwazia. Jacob. Ya kusema Yakobo. Azwa richesse. Apate utajiri. Na marché wana. Kwa hiyo deal au hiyo masikilizano. Kama unaenda kumstari wa 31. Utakutana na mbia wanawake wake. Ange moko abimela ki. Anasema malaika moja alinijia. Amona kibuku. Les choses se font spirituellement. Mambo inafanikanaka mkiroho. Makambo eza boyete. Mambo iko mkiona mkimutu hivi. Oba oyinanga. Oba nanichukia. Oba tu banipendake. Ona bampiaka. Niko na kosewa. Nisiko naelewa. So inabandi commerce. Kama naanza biashara. Inabidi hombe. Nabandi ministère. Naanza huduma. Tala. Ona. Le ministère. Huduma. L'appel. Uito. Est un don. Ni zawadi. Mais la bénédiction, c'est la décision divine. Inakuwa maamuzi yake Mungu mwenyewe. Mwenyewe Mungu anasema naopambola muto. Nabariki huyu mtu. Yango tokozala na ministère biso nyonso. Na ndio tunaweza kuwa sote ndani ya huduma. Mais explosion ya ba ministère lakini muripuko ya mahuduma inatofautishana. C'est la faveur de Dieu. Ni kibali yake Mungu. Lorsqu'on a la faveur de Dieu, wakati una kibali ya Mungu, on devient un homme dangereux. Unakuwa mtu hatari. Lorsqu'on a la faveur de Dieu, wakati una kibali cha Mungu, on devient comme Jacob. Unakuwa kama Yakobo. Jacob alobi. Yakobo anasema tokabola bongo.
Comment expliquer que mutu azwa makasa, mutu akamate majani, azwi ba feuille, anakamata majani ya mondieo, anakamata majani ya miti, majani ya hembe, anaitia ndani ya récipient, ndani ya machungu en français. Ba récipient. Anaitia sa mbitu sa machungu. Voilà. Atie ba feuille na kasi. Anatia majani ndani. Sikoyo. Na sasa soki ba brebis wakati makondo robuste ile ya munene wanakuja kunywa maji. Soki batalika ba feuille wana. Wakati tu wanaangalia ile majani bakoti en chaleur. Na mara moja wanaingia ndani ya joto. Wewe kokota en chaleur. Unajua mjoto sasa? Mnaijua, mnaelewa. Soki bakoti en chaleur. Wakati wanaingia mjoto ya mwili. Bakeko couple. Banaenda kuungana. Batu babana na babana. Ba brebis. Na ile vitoto vya makondo babimi tachete. Wanazaliwa wanakuwa na maalama. Babimi marketé. Wanakuwa na maalama. Comment expliquer? Namna gani utaifasiria? Zoka c'était dans le spirituel. Kumbe lilifanyika ndani ya kiroho. Il y avait un ange. Kulikuwa na malaika. Qui était là? Alikuwa pale. Yenda zaiko sala makamu. Yeye ndiye alikuwa anafanya hiyo mambo. Lakini haikuwa inaonekana kwa macho. Tu travailles. Wewe unatumika. Ozonyokwama. Unateseka. Parce que tu travailles seul. Sababu unatumika mwenyewe. À partir d'aujourd'hui. Tangu leo. Commence à travailler avec Dieu. Anza kutumika pamoja na Mungu. Travaille avec Dieu. Tumika pamoja na Mungu. Yoko yalo kosala ya bopete nyoso. Utafanya kwa urahisi wote. Et le reste. Na inginevyo. Muna moli monde salemi. Ni inafanyika mkiroho. Oh my God. Mungu wangu. Na kati église oyo. Ndani ya kanisa. Ba pauvre ba uzalate soki botie maloba oyo en application. Wa maskini hawatakuwa kama unatia hii maneno ndani ya matendo. Nous sommes de la descendance d'Abraham. Tunakuwa ndani ya kizazi ya Abrahamu. Histoire ya Isaac. Hadisi ya Isaka. La Bible dit il devint riche. Biblia inasema akakuwa au mtajiri. moment de la famine. Wakati ya njaa. Vous savez la famine c'est quoi? Mnajua njaa ni nini? Lorsqu'il y a la famine, il n'y a plus de multiplication. Wakati kuna njaa hakuna tena kuzidishwa. Et la bénédiction c'est la multiplication. Na baraka ni kuzidishwa. La bénédiction c'est la multiplication plus l'addition dans la vie d'une personne. Na baraka ni kuzidishwa na kuongezewa ndani ya maisha ya mtu. Unaanza na moja, unaanza na sufuri, na paka 100. Jacobo a commencé alianza ya kotia ba brebis robuste. Kuanza kutia ile makondo wanene robuste. Ile wale wakondo wanene bakoti bakomi tachete. Wakaingia wakakuwa na maalama. Biblia inasema Laban asilikeli Jacob. Akamkasirikia Yakobo. Anasema Yakobo nginda. Yeye anaanza wina. Parce que ba maigre sababu wale wa kugonda nde bakoma kiai. Ndio walikuwa wake sasa. Je vais te dire. Nataka nikwambie une bonne nouvelle. Habari njema. Lorsque tu remets ton sort à l'Éternel. Wakati unachia Mungu mambo yako. Tes ennemis deviendront les ennemis de Dieu. Maadui zako watageuka kuwa maadui za Mungu. Au nielewe. Lorsque tu remets ton sort à l'Éternel, ton avenir sera assuré. L'avenir de tes enfants sera assuré. Dieu lui-même se lève et il dit à Jacob, dans le songe, lève-toi et rentre dans ton pays. Non seulement il avait béni Jacob chez Laban, mais il avait terminé la guerre de Jacob avec Esaïe. akamtengenezea njia. Je t'annonce une bonne nouvelle. Mimi nakupatia habari njema hii. Les 6 mois qui restent. Miezi 6 inatubakilia. Tutatumika kidogo, lakini tutapata matokeo mazuri mengi. Biblia inasema ils étaient dans la détresse. Walikuwa ndani ya taabu. Wakamulilia Bwana. Et l'Éternel envoya sa parole. Na Bwana alituma neno. Uzaki na détresse ya chômage. Ulikuwa na kukosewa kazi. Ulikuwa na kukosewa na pesa. Ulikuwa na kukosewa na kitu fulani. Ulikuwa na kukosewa na ndoa. Ulikuwa na kukosewa na afya. Bwana alituma neno. Tu es la fille d'Abraham. Na uko binti wa Abraham. Uko mwana wa Abraham. La bénédiction doit baraka inabidi ikufuate. La malédiction n'est pas notre lot. Laana haiko sehemu yetu. La malédiction n'est pas notre partage. Laana haiko sehemu yetu. Bimana kati ya malédiction. Toka ndani ya malaana. Ona moni yo boye. Ninakuona hivi. Moni yo boye. Ninakuona hivi. Moni wana zanga ya kale. Unaona ni mimi wa zamani. Mimi wa leo. Niko ndani ya Bwana. Sio mimi tena naishi. Lakini Kristo ndani yangu. Vita za maisha yangu. Sio mimi tena napigana. Ni Elohim Sabaote ndiye anasimama na ndiye anapigana marafasi yangu. Vraiment moi je ne comprends pas. Unasema mimi sielewe. Pourquoi ça marche pas?
Kwa nini mambo yendeke? Moi vraiment dans ma vie, mimi ndani ya maisha yangu j'expérimente la grâce de Dieu. Naishi kabisa neema ya Mungu. En tout cas moi je ne fais pas beaucoup d'efforts. Kwa kweli mimi si yake nguvu mingi. Obi mutako kanselanga na nakisi. Unajua mtu anaweza kuniwazia nina madawa au mairizi. mairizi. Lakini najua nani nilimwamini. Je sais en qui j'ai cru. Najua ni nani niliamini. Na vandi na zoroba. Nilikani kunasema ndafanya hivi. Acha. Akotindelo mtu. Atakutumia mtu. Mtu asalilinga grand travail. Mtu ananitumikia kazi yote ya kama mimi najikalia. Manika zo seka hivi. Ndugu maniki kuna cheke najua. Je vous dis. Mimi nabambia. Na uto vivre miracle lisusu. Natoka ishi tena miujiza ingine. La facilité de l'alliance. Urahisi ya agano. Je suis la fille d'Abraham. Nakuwa binti wa Abrahamu. Yozela lobit. Chunga we. Ba 2 mois 3 mois. Hii miezi 2 3. Utalanga na television. Utaniona mu television. Ukomona makambo nzambe. Utaona mambo ya Mungu. Asalaka. Anatendaka. À cause de ses promesses. Juu ya mahadi zake. Les promesses se font vivre. Na mahadi naacha mtu anaishi. Les promesses créditent notre foi. Ahadi inapatia nguvu imani yetu. Les promesses prolongent notre vie. Ahadi inapatia maisha yetu kuwe marefu. Talapo yeba durer ya vie na yo. Ujue urefu ya maisha yako. Tala ba promesse na yo. Ona mahadi ni Mungu alikupa. Zamba lobi. Mungu anasema. Liloba moko te na bimisi. Hakuna neno niliyetosha. Ekoki kozongela nga. Inaweza kunirudilia mimi. Sa esala efu. Pasipo itoshe matokeo. C'est mon papa qui a dit ça. Sie baba yangu wa kimwili ndio alisema. Sie mjomba yangu ndio alisema. Lakini ni muumbaji wa mbingu na dunia. Ndiye alisema. Enye mimi nasema. Je le réalise. Mimi naitimiza. Qui a dit cela? Nani ndio alisema? C'est lui qui avait dit. Ni ule alisema. Que la terre soit. Dunia iwe. C'est lui qui avait dit. Ule alisema. Formons l'homme à notre image. Tumuumbe mtu kwa picha yetu. Kwa mfano wetu. Yeye moko susu alobi. Mwenyewe tena anasema. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si vema mwanaume awe peke yake. Je lui ferai une aide semblable. Nitamtengenezea msaidizi wa kumfanana. Tu dois prier pour ton mariage. Inabidi uombe juu ya ndoa yako. La facilité de l'alliance. Urahisi ya agano. Tu dois jouir de ta vie. Inabidi ufurahie maisha yako. Jouir de ton argent. Inabidi Pourquoi tu crois que si tu passes par les épreuves, c'est que Dieu t'a abandonné? Kama unapita ndani ya magumu Mungu anakuacha. Mais comment tu vas écrire l'histoire? Namna gani utaandika hadithi? Comment tu vas savoir que Dieu est puissant? Namna gani utajua Mungu ni wa uwezo? S'il ne te fait pas passer par le feu. Kama hakupitishe ndani ya moto. Boto yebake nzamba zikakate. Juu tujue Mungu alungu lake. Il fallait qu'il akota na moto. Ilibidi aingie ndani ya moto. Boto yebake soki oza na nzambe. Juu tujue kama una Mungu. Non seulement ukozikate. Hapana tu hautalungula. Na leso ekozikate. Na hata chupi yako haitalungula. Hapana tu hautalungula. Solo ya milinga na harufu ya moshi haitakuwa juu yako. Sababu Mungu anakulinda. Boto yebake abangisaka. Juu tujue na kuwaka na tisha. Que kombo na le lion de la tribu de Juda. Jina lake simba la kabila la Yuda. Ilibidi afunge kinywa ya masimba. Juu tujue kama Mungu wetu ni simba ya kabila la Yuda. Ona. Tu marches avec le lion. Unatembea pamoja na simba. Tu dors avec le lion. Unalala pamoja na simba. Ebongo toka. Sasa utatoka jasho. Pour ton information. Juu ya kupatia hii habari. Manger à la sueur de son front, c'est une malédiction. Kukula kwa jasho yako inakuwa laana. Le diable a encore sabatolobi. Non, pour être un homme, il faut te sécher. Shetani anadanganya watu posa la mubali osala mutu ebongi osufrir mipesa yo nyonso. Na sasa nataka nikwambie. Pourquoi onyokwama? Juu ya nini uteseke? Parce que ton père a souffert. Sababu baba yako alitesekaka. Tu n'es pas ton père. Hauko baba yako. Parce que ta mère a souffert. Juu mama yako alitesekaka. Tu n'es pas ta mère. Hauko mama yako. Tu as ta vie. Uko na maisha yako. Tu as Jésus en toi. Na una Yesu ndani yako. Tu dois réécrire l'histoire de ta vie. Inabidi uandike upya hadithi ya maisha yako. Tu dois réécrire l'histoire de ta famille. Inabidi uandike upya hadithi ya chama yako. C'est quoi ton problème? Shida yako ni nini? Njoo vile kwetu inakuwa. Boende sala hapana biso. Inabidi mtu aanze teseka kwanza. Il faut nona bota na ndako. Inaanza asalie kunyumba. Après simado mari de nuit na bile faut botikele mwana. Ule bwana wenu wa busiku ya jamaa yenu mumwachie yake mtoto kwanza. Lelo esimba. Useme leo binakoma. Ngana za fille d'Abraham. Mie ni binti wa Abrahamu. Nzamba lobi. Mungu anasema. Toutes les nations de la terre. Mataifa yote ya ulimwengu. Béni en toi. Itabarikiwa kwako. Dieu lui-même. Mwenyewe Mungu a donné le pouvoir de la bénédiction. Anapatia mamlaka ya baraka. À un homme. Kwa mwanadamu. Au nom d'Abraham. Kwa jina la Abrahamu. Zambe na likolo. Mungu wa juu. A élire. Anamchagua. C'est lui le distributeur. Ni yeye mwenye kugawa uhalali ya baraka. Abrahamu njo. Isaac son fils. Isaka mwana wake. On va le voir vendredi. Na tutajifunza hiyo siku ya tano. Mboka mobimbe bengani ye. Inchi mzima wakamfukuza. Balobi bima. Wanasema enda. No. Hapana. Tu pèses.
Wewe unakuwa mzito sana. Il faut tokoma na niveau. Inabidi tufikie kiwango. Mtu mwenye aliacha Mungu. Tangu amoni akomi malale. Sasa anakuona anakosa kustarehe. Vile Mungu anaonekana sana. Inamkosesha amani. Je suis fier. Na kuwa na sifa ya kuitwa mwana wa Mungu. Je suis fier. Na kuwa na sifa waniite dada ndani ya Kristo. Na mbele ni kuwe mchungaji banite mani. Na kuwe kwanza Mkristo. Inabidi ukuwe binti wa Abrahamu. Tala. Ona. Il faut oboni. Po bitumba na yo esila. Juu vita yako ikome. Il faut yeba alliance ni ozana kati. Inabidi ujue agano gani uko ndani. Parce que l'alliance sababu agano va te donner des alliés. Itakupatia wasaidizi. Jacob le rasali. Yakobo wakati alitumika noko Laban siliki. Mjomba yake Laban akasirika. Asema hapana, huyu mtoto bakomo bude. Banaanza kumpinga, banaanza kumsimamia. Mtu alikuwa tu na fimbo yake. À la fin balobini. Kumwisho wanasema nini? Azui ba servante. Akapata wajakazi. Azui ba serviteur. Akawapata watumishi. Akomi riche. Akakuwa tajiri. Mtu azeki na nzete. Mtu mwenye alikuwa tu na fimbo. Abimi akei. Anatoka anarudia. Bakomi niveau moko na bosi. Wakakuwa sawa sawa na bosi wake. Kosalela mtu eza boumbu te. Kutumikia mtu sio utumwa. Eza parcours. Inakuwa tu njia ya kupita. Oyokinga? Unanielewa? Leo kama unamtumikia mtu usimchukie. C'est pourquoi la Bible interdit de dire du mal de nos chefs. Na ndio Biblia inatukataza tusiseme vibaya juu ya waongozi wetu. Parce qu'on apprend. Sababu tuko najifunza pale. Demain ça sera ton tour. Kesho na wewe itakuwa yako wakati. Apprends aujourd'hui. Ujifunze leo. Moi je me dis toujours. Mimi nazoea kusema hivi. Tout ce que je vois. Yote nini niko naona? Je peux l'avoir. Mimi naweza kuipata. Wewe kingate. Au nielewe? Tout ce que je vois, yote nini niko naona, je peux l'obtenir. Mimi naweza kuipata. Ezalelo, nazo sabino au nom de Jésus. Mimi nawaambia ni kwa jina la Yesu. Ikuwe kitu gani? Soki motema na ngai. Kama moyo wangu roho yangu esepeli nango. Inafurahi ile kitu. Na koteli yango prière. Mimi naingilia kwa maombi. Papa, Baba, j'ai besoin de ça. Mimi nahitaji hiki kitu. Mpendwa. Ponzamba kota makamna. Juu Mungu aingie ndani ya mambo yako. Tika ukanga bandoki. Acha kufuatana na balozi. Ndoki ya vina yo eza yo moko. Mchawi ya maisha yako ni wewe pekee. Soko kangiba porte na masumu. Kama unafunga milango ya dhambi, ofungoni matoi na nzambe, unafungua masikio yako kwa Mungu, okokoma bombe, utakuwa kombora. Tout ce que tu vas toucher va réussir. Yote utagusa itafaulu. Et Dieu vous Mungu awabariki.